Unajua kuwa mwili wa binadamu una mfumo wa asili wa kujikarabati, kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha kinga ya mwili kupitia ukaribu wa kimwili? Sayansi inathibitisha kuwa tendo la ndoa si hitaji la hisia pekee, bali ni hitaji la kibiolojia lenye faida 10 kubwa ambazo huenda huzijui. Endelea kutazama hadi mwisho uone jinsi unavyoweza kulinda afya yako ya ndani kwa kutumia mbinu zilizothibitishwa na Shirika la Afya Duniani, WHO. Watu wengi wanaishi na msongo wa mawazo, kinga dhaifu na matatizo ya homoni bila kujua kuwa baadhi ya hali hizi zinaweza kupunguzwa kwa njia za asili. Kukosa uelewa sahihi kunaweza kusababisha mwili kushindwa kufanya kazi kwa ufanisi na kuongeza hatari ya magonjwa ya muda mrefu. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Bidhaa zetu zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania na nchi zingine. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Faida ya kwanza ni kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili, immune system. Faida ya kwanza ya kibiolojia ambayo binadamu anaweza kuipata na ikawa ina manufaa makubwa ni kuimarika kwa mfumo wa ulinzi wa mwili kupitia uzalishaji wa protini muhimu. Sayansi inaonyesha kuwa tendo la ndoa ni muhimu sana kwa wale ambao wanapata changamoto ya kushambuliwa na magonjwa madogo kama mafua. Unakuta mtu kinga yake iko chini kiasi kwamba virusi vya mazingira vinamtesa mara kwa mara. Kwa hiyo, tunashauri kwamba ushiriki wa tendo la ndoa husaidia mwili kuzalisha kiwango kikubwa cha immunoglobulin A ambayo ni askari wa kwanza wa mwili dhidi ya vimelea. Japo kuna njia nyingine za kuongeza kinga kama chakula, lakini tendo la ndoa linaongeza kiwango hiki cha protini kwa asilimia kubwa kulingana na tafiti za Chuo Kikuu cha Wilkes. Kwa hiyo mtu anaposhiriki tendo hili kwa utaratibu mzuri, maana yake anaongeza uwezo wa mwili wake kupambana na vimelea vya nje. Hapa hususan kwa wale ambao wanataka kubaki na afya imara na wale ambao hawajisikii kuwa na ulinzi wa kutosha wa ndani. Ni hitaji la kibiolojia ambalo ni la muhimu sana, unaweza ukalitumia likakusaidia wewe kuimarisha kinga yako katika kipindi chote cha maisha yako. Faida ya pili ni afya ya moyo na mishipa ya damu, cardiovascular health. Faida nyingine ambayo binadamu anaweza kuipata kupitia tendo la ndoa ni ulinzi wa moyo na kuimarisha mzunguko wa damu mwilini mwake. Tendo hili ni muhimu sana kwa wale ambao wanataka kuweka mfumo wao wa damu katika hali ya usawa. Unakuta mtu ana changamoto ya mzunguko duni wa damu au shinikizo linaloinuka kutokana na kutofanya mazoezi ya kutosha. Kwa hiyo tunashauri kwamba ushiriki wa tendo la ndoa hufanya kazi kama mazoezi ya kibiolojia yanayosaidia kutanua mishipa ya damu na kuruhusu damu kutiririka kwa urahisi zaidi kuelekea kwenye viungo muhimu. Japo kuna mazoezi mengine ya kukimbia, lakini tendo la ndoa lina sifa ya kipekee ya kuboresha mapigo ya moyo na kuzuia hatari ya kiharusi au mshtuko wa moyo kulingana na tafiti za American Journal of Cardiology. Kwa hiyo, mtu anaposhiriki tendo hili, maana yake anafanya mazoezi ya ndani ya moyo wake bila kutumia nguvu nyingi kupita kiasi. Hapa hususan kwa wale ambao wanahitaji kuimarisha stamina ya moyo na wale ambao wanataka kulinda mishipa yao isizibe kwa mafuta mabaya. Ni tendo ambalo ni la muhimu sana kwa sababu linasaidia kuweka uwiano wa damu na kuzuia magonjwa ya moyo. Faida ya tatu ni kupunguza msongo wa mawazo, stress reduction. Jambo lingine ambalo ni faida kubwa kwa binadamu ni uwezo wa tendo la ndoa kushusha kiwango cha msongo wa mawazo na kuleta utulivu wa akili. Tendo hili ni muhimu sana kwa wale ambao wanapata changamoto ya mawazo mengi. Unakuta mtu anapitia kipindi kigumu cha kazi au maisha na anajikuta na huzuni au wasiwasi uliopitiliza. Kwa hiyo tunashauri kwamba ushiriki wa tendo la ndoa husaidia mwili kutoa homoni ya oxytocin ambayo wanasayansi wanaita homoni ya upendo na utulivu.
Japo kuna dawa za kutuliza mawazo, lakini tendo la ndoa linatoa njia ya asili kabisa ya kushusha homoni ya cortisol inayofanya mtu ajisikie amechoka kiakili. Kwa hiyo mtu anaposhiriki tendo hili, manake anajipa tiba ya kisaikolojia na kibiolojia inayofanya mfumo wake wa neva kupumzika vizuri. Hapa hususan kwa wale ambao wanataka kulala kwa amani na wale ambao hawajisikii kuwa na furaha ya asili. Ni tendo ambalo ni la muhimu sana kwa sababu linabadilisha kemikali za ubongo na kumfanya mtu ajihisi mwenye amani na utulivu mkubwa wa nafsi. Faida ya 4 ni kuboresha usingizi, sleep quality. Faida nyingine ya kibiolojia ambayo binadamu anaweza kuipata ni kupata usingizi mnono na wenye tija kwa ajili ya ukarabati wa mwili. Tendo hili ni muhimu sana kwa wale ambao wanapata changamoto ya kukosa usingizi, insomnia. Unakuta mtu anageuka kitandani kwa masaa mengi bila kupata lepe la usingizi, au anajisikia amechoka lakini macho hayafungi. Kwa hiyo tunashauri kwamba ushiriki wa tendo la ndoa husababisha mwili kutoa homoni ya prolactin baada ya tendo kukamilika, ambayo kibiolojia inamfanya mtu ajisikie kulegea na kupata usingizi mzito. Japo kuna vidonge vya usingizi, lakini tendo la ndoa linasaidia mwili kuingia kwenye hatua ya usingizi wa REM, ambayo ndiyo hatua muhimu ya kurekebisha seli zilizochoka. Kwa hiyo mtu anaposhiriki tendo hili, manake anasaidia mwili wake kujiponya wenyewe kupitia mapumziko ya kutosha usiku kucha. Hapa hususan kwa wale ambao wanataka kuamka wakiwa na nguvu mpya asubuhi na wale ambao wanateseka na uchovu wa kudumu. Ni njia ya asili na ya muhimu sana inayoweza kukusaidia wewe kuongeza ubora wa mapumziko yako kila siku. Faida ya 5 ni kuimarisha misuli ya kiuno, pelvic floor strength. Faida ya 5 ambayo ni ya kipekee sana kwa mwanamke ni uimara wa misuli ya nyonga na kiuno inayolinda mfumo wa uzazi na mkojo. Tendo hili ni muhimu sana kwa wale ambao wanapata changamoto ya misuli kulegea. Unakuta mwanamke anashindwa kuzuia mkojo anapocheka au kupiga chafya kutokana na misuli hiyo kukosa uimara. Kwa hiyo tunashauri kwamba wakati wa tendo la ndoa, misuli ya pelvic floor hufanya kazi ya kujikaza na kutanuka, contraction, jambo ambalo ni sawa na kufanya mazoezi ya Kegel. Japo kuna vifaa vya kufanyia mazoezi ya kiuno, lakini tendo la ndoa hutoa mazoezi ya asili yanayofanya kuta za uke ziwe na nguvu na kuzuia matatizo ya uzazi kadiri umri unavyosogea. Kwa hiyo mwanamke anaposhiriki tendo hili kwa usahihi, manake anaimarisha ulinzi wa viungo vyake vya ndani dhidi ya kulegea. Hapa hususan kwa wale ambao wamejifungua na wanataka kurudisha uimara wao na wale ambao wanataka kuzuia matatizo ya mkojo uzeeni. Ni zoezi ambalo ni la muhimu sana na linasaidia kuweka afya ya uzazi katika hali ya usalama. Faida ya 6 ni kupunguza maumivu ya mwili, natural pain relief. Jambo lingine ambalo ni msaada mkubwa wa kibiolojia ni uwezo wa tendo la ndoa kutuliza maumivu ya mwili bila kutumia dawa za kemikali. Tendo hili ni muhimu sana kwa wale ambao wanapata changamoto ya maumivu ya kichwa, migongo au tumbo la hedhi. Unakuta mtu anajisikia kuumia kiasi kwamba hawezi kufanya kazi zake za kawaida kwa ufanisi. Kwa hiyo tunashauri kwamba ushiriki wa tendo la ndoa huchochea ubongo kutoa endorphins ambazo ni dawa za asili za mwili zinazozuia ishara za maumivu kufika kwenye neva. Japo kuna dawa kama paracetamol, lakini tendo la ndoa lina uwezo wa kuongeza kizingiti cha maumivu, pain threshold, kwa kiasi kikubwa kulingana na tafiti za kliniki. Kwa hiyo mtu anaposhiriki tendo hili, manake anapunguza ukali wa maumivu ya viungo na misuli kwa njia ya asili na salama kabisa. Hapa hususan kwa wale ambao wanataka kuepuka matumizi ya dawa nyingi za maumivu na wale ambao wanahitaji tulizo la haraka la mwili. Ni msaada ambao ni wa muhimu sana, unaoweza kukusaidia kuondoa usumbufu wa maumivu mwilini mwako. Faida ya 7 ni usawa wa homoni mwilini. Faida nyingine ambayo binadamu anaipata na inaleta utulivu wa ndani ni kuweka uwiano sahihi wa homoni mbalimbali mwilini. Tendo hili ni muhimu sana kwa wale ambao wanapata changamoto ya mabadiliko ya ghafla ya hisia au matatizo ya ngozi na nywele. Unakuta mtu ana haraka ya kukasirika au ngozi yake inapoteza nuru
kutokana na vurugu za homoni. Kwa hiyo, tunashauri kwamba ushiriki wa tendo la ndoa husaidia kurekebisha kiwango cha estrogen kwa wanawake na testosterone kwa wanaume, ambazo ni muhimu kwa afya ya mifupa na ngozi. Japo kuna virutubisho vya homoni, lakini tendo la ndoa linatoa msukumo wa asili kwa tezi za mwili kufanya kazi katika mpangilio unaotakiwa. Kwa hiyo, mtu anaposhiriki tendo hili, maana yake anasaidia mwili wake kubaki na hali ya ujana na nguvu, kwa sababu homoni zinakuwa zimebalansi. Hapa, hususan kwa wale ambao wanakaribia kipindi cha kukoma hedhi na wale ambao wanataka kulinda uimara wa mifupa yao. Ni faida ambayo ni ya muhimu sana, inayoweza kukusaidia kuimarisha uwezo wa akili yako. Faida ya 8 ni afya ya akili na uwezo wa kufikiri. Faida nyingine ya kibiolojia ambayo ni ya kushangaza ni uwezo wa tendo la ndoa kukuza uwezo wa akili na kumbukumbu. Tendo hili ni muhimu sana kwa wale ambao wanapata changamoto ya kusahau au wanahisi akili yao imechoka na haiwezi kuchakata mambo mapya kwa haraka. Unakuta mtu anashindwa kuwa na umakini kazini. Kwa hiyo, tunashauri kwamba ushiriki wa tendo la ndoa husaidia ukuaji wa seli mpya kwenye sehemu ya ubongo inayoitwa hippocampus, ambayo inahusika na uwezo wa kukumbuka na kujifunza vitu. Japo kuna vyakula vya kuongeza akili, lakini tendo la ndoa linaongeza mzunguko wa oxygen kwenye ubongo, jambo linalofanya seli za neva kuwasiliana kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo mtu anaposhiriki tendo hili, maana yake anaboresha uwezo wake wa kiakili na kuzuia magonjwa ya kupoteza kumbukumbu uzeeni, kama dementia. Hapa hususan kwa wale ambao wanataka kubaki na akili changamfu na wale ambao wanahitaji umakini mkubwa katika maisha yao. Ni faida ambayo ni ya muhimu sana, inayoweza kukusaidia kuimarisha uwezo wa akili yako. Faida ya 9 ni kuimarisha uhusiano na usalama wa nafsi, social emotional bonding. Jambo lingine ambalo ni faida ya kibiolojia na kisaikolojia ni uwezo wa tendo la ndoa kujenga kifungo kizito cha uaminifu kati ya watu wawili. Tendo hili ni muhimu sana kwa wale ambao wanapata changamoto ya kutokuaminiana au kujihisi wapweke hata wakiwa na wenza wao. Unakuta kuna ukuta wa kihisia uliowatenga na kuwafanya wasiwe na amani. Kwa hiyo tunashauri kwamba ushiriki wa tendo la ndoa huachia kiasi kikubwa cha homoni ya vasopressin, ambayo kibiolojia inamfanya mtu ahisi hitaji la kumlinda na kuwa karibu na mwenzake. Japo kuna mazungumzo ya kawaida ya amani, lakini tendo la ndoa linatengeneza kiunganishi cha kemikali ambacho hakina mbadala katika kuleta amani na upendo wa dhati. Kwa hiyo watu wanaposhiriki tendo hili, maana yake wanaimarisha usalama wa familia na kupunguza uwezekano wa migogoro ya kisaikolojia. Hapa, hususan kwa wale ambao wanataka kujenga nyumba yenye furaha na wale ambao wanahitaji hisia ya kukubalika na kupendwa. Ni tendo ambalo ni la muhimu sana kwa sababu linatibu majeraha ya kihisia na kuleta muungano wa dhati. Faida ya 10 ni ulinzi wa tezi dume. Faida ya mwisho ambayo ni muhimu sana kwa wanaume ni kulinda afya ya tezi dume na kuzuia hatari ya saratani. Tendo hili ni muhimu sana kwa wanaume ambao wanataka kuzuia matatizo ya tezi kadiri wanavyozeeka. Unakuta kuna hofu kubwa ya magonjwa ya uzazi yanayoweza kumpata mwanaume katika umri wa utu uzima. Kwa hiyo, tunashauri kwamba ushiriki wa tendo la ndoa mara kwa mara husaidia mwanaume kusafisha majimaji ya tezi, seminal fluid, na kuzuia mrundikano wa sumu au mawe yanayoweza kusababisha saratani ya tezi dume. Japo kuna vipimo na dawa za kinga, lakini tafiti za miaka mingi zinaonyesha kuwa wanaume wanaofanya tendo hili mara kwa mara wana asilimia chache sana ya kupata matatizo ya tezi dume, kulingana na ripoti za Harvard Medical School. Kwa hiyo, mwanaume anaposhiriki tendo hili, manake anajipatia kinga ya asili ya kulinda mfumo wake wa mkojo na uzazi. Hapa hususan kwa wale ambao wanataka kuishi maisha marefu bila hofu ya saratani na wale ambao wanajali afya zao za kiume. Ni tendo ambalo ni la muhimu sana na linasaidia kuimarisha ulinzi wa mwili wa mwanaume. Kwa ufupi, tendo la ndoa lina mchango mkubwa katika kuongeza kinga ya mwili, kupunguza msongo, kuboresha moyo,
kusawazisha homoni, kuboresha usingizi na kulinda afya ya mfumo wa uzazi bila kuharibu bakteria wazuri ikiwa linafanyika kwa usalama na uelewa sahihi. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.